nyepesi. Functional mobility ni nini? Functional mobility ni mnyumbuliko au mikao ya mwili ambayo utahitaji katika maisha yako leo, lakini pia jinsi umri unavyozidi kwenda. Functional mobility inafanya mwili wako uweze kuwa katika ufanisi na uwezo na umaridadi wa kufanya kazi. Ndio maana ikaitwa functional mobility. Yaani ni mikao, minyumbuliko na unyumbufu wa mwili ambao utahitaji sana wewe katika kufanya kazi zako. Huu mwili wetu huu haubaki hivi ulivyo. Yaani ukipima miaka ya nyuma, uwezo wako wa mwili umebadilika sana ama hata umepungua na uwezo wako wa mwili wa miaka hii. Chukulia ulipokuwa miaka 15, mwili wako ulikuwa unaweza kufanya vitu gani? Mwili wako ulikuwa na uwezo wa kukimbia, kuruka, kugeuka haraka, kuinama haraka, kupinda, kujikunja. Mwili wako ulikuwa na uwezo wa kuvumilia vitu vingi, changamoto nyingi, pamoja na changamoto za afya pia. Wakati ukiwa na miaka 15 labda ama 13 mpaka 18 hapo, mwili wako ulikuwa na uwezo mkubwa wa kuvumilia vitu vingi sana na kufanya kazi nyingi sana. Na hapa ulipo sasa hivi, ashumu una miaka 25 ama 30 na kuendelea. Je, bado mwili wako una uwezo ule ule? Bado misuli ya mwili wako na viungo vya mwili wako vina uwezo ule ule uliokuwa nao miaka ya 15 mpaka 18? Sio kweli. Kwa hiyo huu mwili tunavyozidi kwenda juu kiumri, huu mwili unashuka. Yaani ni opposite kabisa. Umri wetu unapozidi kwenda juu, mwili wetu unazidi kushuka nguvu zake na kazi zake. Na unaweza ukalishuhudia hili kwenye uwezo wako sasa hivi wa kuinama, uwezo wako wa kugeuka haraka, uwezo wako wa kunyanyuka haraka, uwezo wako wa kuruka, kukimbia ama kutembea haraka, ama uwezo wako sasa hivi wewe wa kufanya kazi mbalimbali kwa kutumia huo mwili. Jipime tu, utagundua kwamba nguvu imepungua, unyumbuliko ile flexibility imepungua. Utagundua kwamba endurance, uvumilivu ule wa mwili umepungua. Nguvu, energy ya kufanya vitu mbalimbali kwa wakati mmoja bila kuchoka umepungua ule uwezo. Hata kiafya umri wako umesababisha kuna vimagonjwa vya mara kwa mara, kuna vichangamoto vya mafua, mara kichwa, mara mgongo, mara malaria za mara kwa mara. Lakini pia utakuta mwili wako umetengeneza maumivu sehemu za miguu huku chini, huku kwenye ankle, kwenye toes, kwenye magoti huku, kwenye nyonga, hips. Utakuta mwili wako umeanza kutengeneza maumivu mbalimbali kwenye mgongo wa chini, ama hata una disc issue ama sciatic nerves, unakuta ishaanza kunyemelea vipingili vya mgongo wako. Lakini pia mwili wako unaweza kukuta mgongo wote una maumivu, mgongo wote una uchachu, una ukali, hadi kwenye mabega huku kuna maumivu, kuna kuchoka, kwenye shingo huku kuna maumivu, unahisi umechoka kabisa. Kwa hiyo
Mabadiliko ya mwili yanatokana na umri wetu, na functional mobility ama hii mikao kazi, tuipe jina mikao kazi Kiswahili, itakuja kukusaidia kurudisha kazi mbalimbali katika mwili wako, ufanisi mbalimbali katika mwili wako ambao tumeona unapotea kutokana na umri. Maisha ya kisasa, maisha haya sasa hivi tunayoishi yametufanya tuwe na aina ya miili ambayo haina mikao kazi ama functional mobilities. Tunakaa sana, muda mwingi tunatumia kukaa sana, iwe unakaa ofisini masaa 6 mpaka 8, unakaa kwenye gari pia, ukirudi nyumbani, ukifika nyumbani, kwa sababu mwili umepungua nguvu, unahitaji kukaa sana, unakaa kwenye TV, unapoenda kula pia unakaa kula chakula, unapoenda kulala pia. Aina ya magodoro ambayo tumenunua siku hizi ya bei ghali, magodoro ambayo yanaubeba mwili juu juu, mwili usiweze kunyumbulika. Kwa hiyo aina ya maisha ya kisasa haya yanatufanya tupoteze mobility, tupoteze unyumbulifu ama unyumbuliko ama matumizi mbalimbali ya miili yetu. Yoga inakuja kukusaidia sana. Hata ukiangalia baadhi ya video nyingi ambazo za yoga na kuwekea hapa wewe, ni za kukupa hamasa kwamba mwili wako unatakiwa utembee, mwili wako unatakiwa unyumbulike, mwili wako unatakiwa ufunguke, kwa sababu mwili umeshikana, mwili umekaza, mwili una mashiko, mwili umeng'ang'ana. Mbali na aina ya maisha, kwa hiyo cha kwanza tukasema ni umri. Umri unapoenda mwili unazidi kukaza, kung'ang'ana na mashiko. Cha pili nikazungumzia lifestyle. Maisha sasa natufanya tukae sana, kwa miili haitembei, miili haizunguki sana. Lakini pia vyakula tunavyokula vinatufanya mwili wetu ushikane zaidi, kwa sababu ni vyakula vikavu zaidi. Kwa mwili unakuwa mkavu, mwili ushikane au mwili uwe na mafuta, sababu ni vyakula vya mafuta. Yaani ni vyakula vikavu alafu vina mafuta. Ukavu kwamba vinakaangwa, vyakula vingi vinakaangwa ama vinakaushwa kwa moto ama kwa mvuke. Kwa hiyo vinakuwa na tabia ya kufanya mwili na uwe mkavu. Na katika process ya maandalizi ya hivyo vyakula, mafuta yanakuwepo. Kwa mwili unakuwa na mafuta, mwili unakuwa umeshikana, mwili unakuwa mgumu, mwili unakuwa unajaa, mwili unakuwa mchungu. Lakini sio vyakula tu, hata vinywaji tunavyokunywa vingi siku hizi vina aina ya madini ama kemikali ambazo zinaukaza mwili, zinauchosha mwili, zinaukandamiza mwili na kuunyonya nishati yake. Kwa hiyo tunaishi na tunaendelea kuishi katika aina ya miili ambayo inahitaji sana yoga. Miili ya sasa hivi inahitaji sana mazoezi ya yoga ili iweze kuirudisha ule mnyumbuliko, mzunguko, flexibility, stamina, balance, movement. Na hiyo ndio inayosababisha mwili wako uanze kurecover energy iliyopotea. Mwili wako uweze kurecover relaxation iliyopotea. Mwili wako uweze kurecover circulation, mzunguko wa damu na vimiminika ulioharibika. Yoga inakufanya urudishe mnyoko, alignment ya mwili ambao umeharibika. Kwa hiyo kama kweli unahitaji kuwa na mwili ambao
utautumia sasa na utautumia hivyo hivyo miaka 10 na 20 inayokuja. Lazima uitafute yoga. Lazima yoga uipe nafasi sana. Kama kweli unahitaji mwili ambao utautumia leo, utautumia miaka 5, miaka 10, miaka 20 katika nguvu, weledi, uhodari, basi unahitaji yoga leo. Jitahidi sana ufanye yoga. Kwenye hizi video nyingi ambazo nakuwa na posti hapa, jitahidi uweze kutafuta video ambayo itakufaa kuanza beginner level, taratibu, ukiandaa mazingira ya mwili kufunguka, mazingira ya mwili kuachia, akili pia kufunguka na kuachia. Tafuta video ambayo ni rahisi kwako kufanya, ambayo itakuinspire, itakupa motisha kwamba unaweza kutembeza mwili wako, unaweza kuzungusha mwili wako, unaweza kuinamisha mwili wako, unaweza kunyanyua mwili wako, na unaweza kubeba uzito wa mwili wako. Fanya yoga na usisahau meditation. Peace.